Habari zenu Tanzania. So nimekuwa nikiona, I don't know, the past few weeks whatever, kuna watu ambao tulivyoanza movement mwaka jana ya kudai haki, tulivyoanza ile kupush movement ya maandamano mwaka jana, walivamia movement na kujifanya wao ni wanaharakati nini you know. Alafu sasa hivi Watanzania wako kwenye hali mbaya zaidi ya waliokuwa nayo kabla ya Oktoba 29. Kwenye upande wa haki, kwenye upande wa kunyimwa haki, kwenye upande wa uonevu, kwenye upande wa utekaji, uuaji, things are just worse now. Sasa hivi you know, wanajaribu sasa kutumia ile movement, yani kuvamia sasa on the opposite way. Wanajaribu sasa kuwa demoralize wa Tanzania, yani kuwatoa wa Tanzania ile shaukwa ya kupigania nchi yao. Wanawaambia wa Tanzania wasiandamane, you know. This is the thing, wa Tanzania inabidi muelewe. Kwanza hawa watu wote ambao wametoka sasa hivi, ambao mwaka jana walikuwa wana push movement. Kama mnakumbuka mwaka jana, sikuwahi kuwa tag hawa watu hata siku moja kwenye zile posti zangu ambazo nilikuwa na tag wanaharakati wote. Sikuwahi kuwa tag hawa watu ambao sasa hivi wanajua kelele kata maandamano, msiandamane. Sikuwahi kuwa tag hata siku moja kipindi kile. Na kuna Watanzania mlikuwa mnanifuata, wengine mpaka mna comment, fulani pia anapambana, dada Mange mtagi, mbona unamwacha? Nikana kaa kimya. Wala watu mimi nawajua, maisha yao yote kwenye social media wanatafuta kujulikana, wanatafuta kiki. Yani all the time wanatafuta kiki. Hata ile movement, walivyoona tu movement ni hot, wakaivamia. Hawajawahi kuwa wanaharakati. Ni watu ambao wanapenda tu kuongelewa kwenye social media. Wanapenda attention za watu. So hata sasa hivi wanapokuja wanaambia wa Tanzania msiandamane, sijui mtapigwa risasi, sijui nini, still attention. Wanataka yani waendelee kuwa na umuhimu fulani, yani kwenye attention za watu. Okay? Mimi ndio maana sikuwahi kuwa post nikawaambiaga hawa ni wanaharakati, sijui mfollow page zao mkawasikilize. Hata wakati wa Tanzania mkiniambia kwamba ni watag nao, nilikataa. Kwa sababu nilikuwa sababu nimeshawajua miaka mingi. Ni watu ambao wanapendaga tu kuvamia vitu ili kujulikana. Hao leo wamerudi, wamewasaliti wa Tanzania, wamewageuka, wanawaambia sijui msiandamane, mtapigwa risasi, sijui kuandamana nini. Ni mazero brain, hayana hata akili. Eti msiandamane, mtapigwa risasi. Kwa maana hiyo basi wa Tanzania wasipiganie tena nchi yao. Tukae tuseme basi watatupiga risasi. If that's the case, kina Nyerere wangeupata uhuru. Wangesema tukae, tuogope sisi, tukae tusipiganie, tuogope. Wangepata uhuru. South Africa walipigwa risasi miaka mingapi na makaburu, na bado watu walipambana. Walikuwa wanapigwa risasi. Maandamano mangapi yalifanyika South Africa wakati wa piganeo? Maandamano mangapi? Walipigwa risasi, walipambana mpaka wakashinda. Iran, wananchi wa Iran, hii mwaka huu kuandamana, kupigwa vile risasi haikuwa mara ya kwanza wala ya pili. Walishapambana kule 2009 wakapigwa risasi. Na bado wametoka mwaka huu wanapambana. Na hapa sasa hivi wale Iran watatoka tena. Yani mpaka watashinda. Watapambana tena mpaka watashinda. Hapa Marekani hapa, watu weusi hapa waliuawa mara ngapi kwenye maandamano yao? Waliuawa mara ngapi? Lakini walipigana, walipambana mpaka wakashinda. Kwa hiyo Watanzania achaneni na hawa mazero brain. Kwanza wengi wao ni mambwa tu wa barabarani, hawajasoma, yani ni mazero brain ambacho wanakitaka tu kwenye social media ni kujulikana, yani kuvamia vitu ambavyo vina trend, that's all. Lakini hawajawahi kuwa na akili. Na hili liwe somo kwa wanaharakati wa kweli, kwa wanasiasa. Tuache kuwapa hawa watu ambao wanavamia tu movement, tuache kuwapa airtime. Hao leo
mwaka jana mlikuwa mnawaposti hao mbwa video zao wakifanya sijui wanamtukana Samia sijui nini, mnawaposti, mnawapa airtime. Leo hao wanataka kurudisha nyuma movement, wanapambana sasa kurudisha nyuma movement ili Watanzania. Lakini Watanzania anyway, Watanzania sasa hivi hawahitaji kuambiwa na mtu wote kuandamana kutokuandamana. Wana akili zao, wameshajijua dunia. Watanzania wanajua ni lazima tupambane. Sikilizeni Watanzania, hakuna kitakachobadilika kwenye nchi bila maandamano. Ndio maana mmeona maandamano ya mwaka jana yamepeleka mambo mbele sana. Lakini tusingeandamana mwaka jana, leo tungekuwa wapi hapa? Sasa ingekuwa business as usual. Business as usual. Lakini yale maandamano yamesogeza mambo. Simsikilize mbwa yoyote kutoka huko barabarani, anakuja tu kutafuta engagement. Msiandamane. Wewe Mtanzania una akili zako. Umeshasoma historia shuleni, unajua mabadiliko yanakuja kwa mapambano, maandamano. Cha msingi ni kwamba sisi tunaenda kuandamana kwa amani. That's it. Lakini maandamano is the only way tutaweza kubadilisha nchi yetu, tutaweza kupata haki kwa nchi yetu. Maandamano ni lazima. So Watanzania, tarehe 7 Julai maandamano yako pale pale. Hawa watafuta kiki, acheni hata kuwakomentia, kuwatukana, kwa sababu naona mnaenda kwenye posti zao mnawatukana, what happened sijui nini, we mbwa sijui nini. Ile bado wanapenda, yani mnavyofanya hivyo ndio wanachokitaka. Sababu bado yani mnawapa attention kwa kwenda kuwajibia kwenye posti zao. Yani pale mnawafurahisha kwamba bado mnajali wanaandika nini. Ignore them. Achaneni nao. Acheni waongee, sijui msiandamane, sijui mtapigwa risasi. Achaneni nao. Yani msiongee nao. Na nawaambia, mkiandamana hiyo tarehe 7, haya mambwa yatageuka tena kuja kuwa support. Yani hawa sio wanaharakati. Hawa ni malaya tu wa kujulikana. Yani they just want to be known. Hivyo yani wanataka attention, muda wote wanataka attention, but hawana. Anyway, tarehe 7 Julai maandamano pale pale mpaka nchi ikombolewe, mpaka tupate haki. Hakuna